Moja kati ya sababu ambazo hupelekea baadhi ya binadamu washindwa kufanikiwa kwenye maisha yao ni kitendo cha kuambatana na binadamu wasiokuwa sahihi kwenye safari yao ya maisha, kwani tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha kama utaambatana na watu sahihi katika maisha yako, basi utakwenda kufanikiwa, lakini kama utaambatana na binadamu wasiokuwa sahihi katika safari yako ya maisha, huwa ni vigumu sana kufanikiwa. Inawezekana katika kipindi chote cha maisha yako umekuwa ukipambania ndoto zako, lakini ndoto zako zimeshindwa kutimia, si kwa sababu haupambani au si kwa sababu hauna malengo, bali ni kwa sababu unaambatana na binadamu wasiokuwa sahihi katika safari yako ya maisha. Kwa kuwa marafiki wana mchango mkubwa katika mafanikio ama anguko la mwanadamu anayepambana, basi katika video hii nitakwenda kukuambia unapokwenda kuingia mwaka 2026 ni aina gani ya marafiki ambao unatakiwa kujitenga nao ili ukawe moja kati ya watu wenye mafanikio makubwa katika maisha yao. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni makundi ya wanadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako ili ukawe moja kati ya watu wenye mafanikio katika mwaka huu. Namba 1, binadamu wenye mawazo hasi kila wakati. Moja kati ya mambo ambayo mimi na wewe lazima tukubaliane nayo ni kuwa mara nyingi mawazo ya watu ambao unaambatana nao katika safari ya maisha yanaweza kukuathiri kwa namna moja au nyingine. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao wametawaliwa na mawazo hasi. Kila jambo wao wanaamini haliwezekani. Ni watu ambao kama utaambatana nao katika safari yako ya maisha, bila shaka hata wewe utajikuta unaanza kuwa na mtazamo hasi, jambo ambalo litapelekea utengeneze mawazo ya kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo hauwezi kuvitimiza katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, kama wewe ni moja kati ya binadamu wenye kuambatana na watu wenye mawazo hasi, inawezekana unashindwa kutimiza malengo yako kwa sababu umeambukizwa mawazo hasi na watu ambao unaambatana nao katika safari yako ya maisha, kwani ni binadamu ambao wanakukatisha tamaa na wanakuondolea nguvu ya kujaribu vitu ambavyo vinaendana na malengo ambayo umejiwekea katika maisha yako. Ili ukafanikiwe, hakikisha unaanza kuambatana na binadamu wenye mawazo chanya, yani watu ambao unapokuwa nao wanaamini kila kitu kinawezekana. Pia watakuaminisha na wewe chochote ambacho unatamani kukifanya kinawezekana kwa sababu walioweza ni wanadamu kama wewe. Namba 2, kaa mbali na binadamu wanaokukatisha tamaa kila unapojaribu kupambania ndoto zako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kuna aina mbalimbali ya wanadamu ambao huwa tunakutana nao katika safari ya maisha. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapojua siri za ndoto zetu hututia moyo, na hao ndio watu ambao tunawahitaji katika safari yetu ya maisha. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapojua kuhusiana na ndoto zetu wanakuwa ni watu wa kutukatisha tamaa kwa kutuaminisha kuwa hatuwezi kutimiza malengo yetu kwa sababu ndoto tulizokuwa nazo ni kubwa kuliko uwezo wetu. Ni binadamu ambao mara nyingi wanapenda kusema hauwezi ama haitawezekana, na mara nyingi wanaweza kutumia kauli hii hata kabla haujajaribu, na kama hautokuwa na imani kubwa utajikuta unawaamini na kukata tamaa. Hawa ni binadamu ambao hautakiwi kabisa kuambatana nao katika safari yako ya maisha, kwa sababu ni binadamu ambao mara nyingi watatumia nguvu kubwa kukuaminisha kuwa hautaweza, na kwa sababu ni watu wako wa karibu unawaamini, utajikuta unaamini katika kauli zao, na kwa sababu hiyo utajikuta unaacha kufanya kile ambacho ulikuwa unakifanya huku ukiamini kinawezekana. Namba 3, hakikisha unakaa mbali na binadamu wenye wivu na mafanikio yako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuwa nayo makini katika safari yako ya maisha ni aina ya binadamu wenye wivu na wewe, kwani wanadamu wengi ambao wana wivu na mafanikio yako wanaweza wakacheka na wewe usoni,
wanaweza wakala na wewe, wanaweza wakakaa meza moja na wewe, huku wakionyesha wapo upande wako, lakini katika mioyo yao hawafurahii mafanikio yako kwa sababu hawatamani ufanikiwe kuliko wao. Hawa ni binadamu wenye wivu na wewe, na mara nyingi watakuwa ni watu ambao kila unapopiga hatua ya mafanikio wanaonesha kuchukizwa na mafanikio yako, na mara nyingi hujaribu kukurudisha nyuma kisirisiri. Utakapogundua kuna rafiki, ndugu ama jamaa yako wa karibu ambaye haoneshi kufurahishwa na mafanikio yako, ujue huyu ni adui ambaye amejificha kwenye kivuli cha urafiki. Hupambana na wewe katika ulimwengu wa siri. Jaribu kumweka mbali na maisha yako, kwa sababu huyu atakwenda kuwa kikwazo katika safari yako ya mafanikio. Namba 4, hakikisha unajitenga mbali na ndugu, rafiki au jamaa asiyekuwa na malengo katika maisha yake. Ndani ya dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu wenye malengo na ndoto, na mara nyingi binadamu hawa hupambania ndoto na malengo waliokuwa nayo. Hawana muda wa kupoteza katika uso wa dunia. Na kundi la pili la binadamu ni binadamu wasiokuwa na ndoto wala malengo katika maisha yao. Mara nyingi hawa ni wanadamu ambao maisha yao huwa hayana mwelekeo. Chochote ambacho kinakuja katika maisha yao wao huona ni sawa. Mara nyingi hawa ni wanadamu ambao hawawezi kufanikiwa katika maisha yao. Hawa ni binadamu ambao wanaishi lakini hawajui wanahitaji nini katika maisha yao. Kama utakuwa karibu na binadamu hawa, utapoteza uelekeo wa maisha yako, kwa sababu vitu vingi ambavyo utashirikiana nao vitakuwa ni vitu vinavyokupotezea muda, kwa kuwa ni watu wanaoishi bila kuwa na target katika maisha yao. Kama nawe ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanaishi na watu wa aina hii, ninakushauri hakikisha unawaweka mbali na maisha yako, kwa sababu kuwa karibu nao kutakufanya uanze kuishi bila mwelekeo wala nidhamu ya maisha. Namba 5, hakikisha unajitenga na binadamu wanaopenda migogoro katika maisha yao. Moja kati ya siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, migogoro humrudisha mwanadamu nyuma katika safari ya maisha yake. Kama utakuwa mwanadamu ambaye unaambatana na watu wanaopenda migogoro isiyoisha katika maisha yao, bila shaka utajikuta fokasi yako ya maisha inahamia katika usuluhishi wa migogoro inayoanzishwa na watu wako wa karibu. Utajikuta kila siku wewe ni mtu wa kupoteza muda wako. Ninakushauri, kama wewe ni moja kati ya watu ambao wanatamani kuwa na mafanikio ya kweli katika mwaka ujao au katika mwaka huu, hakikisha kwa namna yoyote unawaepuka marafiki, ndugu pamoja na jamaa ambao wanapenda kuhusudu migogoro katika maisha yao, kwa sababu hawa ni binadamu ambao kila siku watasababisha matatizo, ugomvi na maneno mengi. Watasababisha furaha yako isiwepo tena, amani itatoweka ndani yako. Utajikuta kila muda unakuwa ni mtu mwenye huzuni, hasira pamoja na wasiwasi. Mambo yote haya yatakuondoa katika barabara ya kutimiza malengo yako. Namba 6, waweke mbali na maisha yako binadamu wanaotumia vibaya urafiki wenu. Wapo baadhi ya binadamu ambao unapojenga ukaribu nao wanaanza kukutumia kwa ajili ya maslahi yao, lakini maslahi yako yanakuwa hayana maana yoyote katika ukaribu wenu. Hawa ni watu ambao mara nyingi watahitaji uwepo wako katika matatizo yao, lakini wewe unapokuwa na matatizo hawajisumbui kujishughulisha kwa ajili ya kusuluhisha matatizo yako. Hawa ni binadamu ambao urafiki wenu unakuwa ni kuwanufaisha wao na si kukunufaisha wewe. Hawa ni watu ambao unatakiwa kuwaepuka kabisa katika safari yenu ya maisha, kwa sababu utajikuta unatumia muda wako mwingi kwa ajili ya kuwanufaisha wao, huku malengo na ndoto ulizokuwa nazo zikiendelea kulala. Kwani hawa si marafiki wa dhati, bali ni marafiki wa faida, yaani wanakutumia kwa sababu wanajinufaisha kupitia wewe. Na unaweza kuwagundua watu wa aina hii kwa kuangalia aina ya mawasiliano ambayo wanayo juu yako. Wakikupigia simu ama wakikutumia meseji, ni katika wakati ambao wana shida na wewe tu, yani kuna kitu ambacho wanahitaji kutoka kwako.
lakini nyakati nyingine ambazo hawakuhitaji, hawawezi kukujulia hali, hawawezi kukupigia simu, hata unapokuwa na shida wewe, bado wanajitenga na kwenda mbali na maisha yako, lakini wanapohitaji msaada kutoka kwako, wanajileta tena karibu na maisha yako ili mradi waweze kukutumia kwa ajili ya kujinufaisha wao. Namba 7, hakikisha unakaa mbali na binadamu wavivu pamoja na wazembe. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo wanadamu ambao wanajua walikuja duniani kufanya nini. Ni watu wanaojituma katika kazi, kwa sababu si watu wanaotegemea kupata chochote kutoka katika mikono ya watu wengine. Hawa ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka karibu na maisha yako, kwa sababu binadamu wanaopenda kujituma katika kazi watakuambukiza tabia hii. Utajikuta nawe unakuwa hauna muda wa kupoteza, bali utakuwa mtu wa kujituma ili ukafanikiwe na kutimiza malengo yako. Lakini kama utawaweka karibu na maisha yako binadamu wazembe na wavivu, hawa ni watu wasiopenda kufanya kazi wala kujituma, na mara nyingi utajikuta na wewe unaanza kupuuzia kutimiza malengo yako na kuona tabia ya uvivu na uzembe kama jambo la kawaida. Namba 8, jiondoe katika kundi la binadamu wasiopenda mabadiliko katika maisha. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya binadamu ambao hawapendi maendeleo au hawapendi mabadiliko katika maisha kwa sababu wanahofia mabadiliko. Hawa ni watu ambao wanapenda kuishi katika mazingira yale yale, yani ni binadamu ambao kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa comfort zone lovers. Hawa ni binadamu ambao wanahofia sana mabadiliko, huona maendeleo kama tishio katika maisha yao, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Wanadamu wanaohofia mabadiliko ni vigumu sana kuendelea, kwa sababu wataogopa kuthubutu mambo mapya katika maisha yao. Wataendelea kufanya mambo kwa mazoea katika maisha yao, jambo ambalo litapelekea washindwe kufanikiwa katika safari yao ya maisha. Namba 9, hakikisha unajiweka mbali na binadamu wasioheshimu mipaka ambayo umejiwekea katika maisha yako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kila mwanadamu anayo mipaka ambayo amejiwekea katika maisha yake. Katika kuheshimu mipaka, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu wenye hulka ya kuheshimu mipaka ambayo watu wengine wamejiwekea, lakini wapo baadhi ya watu ambao hawana kawaida ya kuheshimu mipaka ambayo binadamu wengine wamejiwekea. Binadamu wasiojali mipaka ambayo umejiwekea hawatajali muda wako, hawatajali maamuzi yako, hawatajali maisha yako binafsi, hawatajali hisia zako, bali watakuwa ni wanadamu ambao watahitaji kila wanachotaka kifanyike katika ukaribu wenu ni lazima kifanyike. Hawatajali kuhusu wewe unavyojisikia, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kama utawaweka karibu na maisha yako binadamu wa aina hii, kwa namna moja au nyingine watakwenda kuwa tishio katika malengo yako, kwa sababu watataka kukufanyia maamuzi hata katika vitu ambavyo ulitakiwa kufanya maamuzi wewe mwenyewe. Hata katika wakati ambao ulihitaji usiri wa maisha yako, watahitaji kuingilia usiri wako, kitu ambacho kinaweza kikaathiri mwenendo mzima na uelekeo wa maisha yako. Hakikisha unajiweka mbali na binadamu wa kundi hili, kwa sababu malengo na ndoto ulizokuwa nazo katika maisha ni vitu vya msingi kuliko chochote maishani mwako. Namba 10, binadamu wasiokuongezea thamani katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wanadamu wanaokuongezea thamani ni wale wanaokufundisha mambo mapya, ni wale ambao wanaweza kukusaidia kutoka hatua moja kukupeleka hatua nyingine. Hao ni watu ambao unawahitaji ili ufanikiwe. Lakini binadamu wasiokuongezea thamani, hawa ni binadamu ambao hata ukiendelea kukaa nao hauwezi kukua kifikra, kiroho wala kifedha. Badala yake unajikuta unapoteza muda mrefu katika maisha yako bila kufanya chochote. Hawa si binadamu ambao watakuletea mafanikio ya kweli katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, aina ya marafiki ambao unaambatana nao katika safari yako ya maisha wana mchango mkubwa katika mafanikio ya maisha yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa.
ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.